huko Zanzibar? Hali ya hewa iko vizuri, iko kama tu Dar es Salaam. Tuanze kuzungumzia hapo maandalizi yakoje kwako binafsi lakini pia na kwa wenzako. Mimi maandalizi kwangu yanaenda vizuri na nashukuru Mungu mpaka siku hii ya leo niko vizuri na imani kwamba siku zinavyozidi kwenda naendelea kupata mafunzo mazuri kutoka kwa mwalimu kuelekea katika mchezo wa Jumapili, na kwa ujumla wachezaji, kila mchezaji yuko vizuri na tunaendelea maandalizi vizuri, na imani mpaka itakapofika siku ya Jumapili tutakuwa katika 100% ya kuweza kucheza mchezo huu. Kuna namna ambavyo umekuwa mchezaji mzoefu wa mashindano haya, lakini pia mmehamishwa uwanja. Hii kuhamishwa uwanja kwa nyinyi wachezaji mmeichukuliaje, lakini pia mmepokea vipi na mmejiandaa vipi kukabiliana nalo hili? Naweza kusema kwamba tuko katika hatua ya nusu finali. Naweza kusema kwamba kwa muda mrefu sana umepita Simba kuweza kuwa katika hatua hii. Naweza kusema kwamba ni hatua mpya, kwa hiyo maandalizi nayo tunayofanya ni maandalizi makubwa na ni mapya kuelekea katika hatua hii, kwa sababu malengo si kuweza kuishia katika hatua hii bali kwenda mpaka hatua ya mwisho kabisa ya mashindano. Kwa hiyo na imani kwamba maandalizi naenda kuyafanya naweza kwenda kufanya vizuri. Na kuhusiana na uwanja, mimi naweza kusema kwamba na upongeza uongozi kwa kutupa kipaumbele kuja kufanya maandalizi mapema katika visiwa hivi vya Zanzibar. Naweza kusema hakutakuwa na ugeni wowote, zaidi ni kujituma na kuhakikisha tunapata ushindi katika hii raundi ya kwanza. Mtazama vipi mpinzani Stellenbosch ambaye mnakwenda kukutana naye kwa mara ya kwanza katika michuano hii? Naweza kusema kwamba ni timu nzuri, na ni timu naweza kusema kwamba mpaka imefika hapa katika hatua hii ya nusu finali, naweza kusema ni timu nzuri na ina wachezaji wazuri na wachezaji wenye vipaji vikubwa, na sisi tupo hapa kujiandaa kwa ajili ya kukabiliana nao na kuweza kupata ushindi katika raundi ya kwanza. Mmevuka na hii mnashukuru. Na hii tunapita wala hatuishi hapa.